Kuna msemo unasema, ukitaka kujua tabia ya mwanaume, mpe pesa. Na ukitaka kujua tabia ya mwanamke, mnyime pesa. Au mpe pesa nyingi zaidi ya mumewe, ndio utaijua tabia yake. Ni kwa nini sasa hivi familia nyingi huwa zinavunjika baada ya wanawake kujiweza kiuchumi? Je, pesa, mwanamke akipata pesa huwa inakuwa baraka kwenye familia au huwa inakuwa sababu ya yeye kujichuja na kwenda kuanza maisha yake mapya? Najua wanaume wengi sana huwa mnajiuliza hili swali kwamba kuna uhusiano gani kati ya pesa, yani kati ya mwanamke kuwa na pesa na mwanamke kubadilika. Kwa nini wanawake wengi wanabadilika wanapokuwa na pesa? Cha kwanza niseme, pesa ina asili ya kumpa mtu mamlaka. Wewe sasa hivi unaweza ukaona unaishi na mkeo, anakunyenyekea, anakuheshimu, anakutii. Pengine hivyo vitu sio tabia yake ya ndani. Anafeki kwa sababu kuna kitu anakihitaji kutoka kwako, hasa kuhudumiwa. Yaani anajua kabisa kwamba nisipofanya hivi na hivi siwezi kuhudumiwa. Kwa hiyo anakuwa kama ni tegemezi kwako. Na asilimia kubwa wanawake wengi hivi vitu wanavichukulia kama utumwa kulingana na fikra zao na mitazamo yao. Kwa hiyo yeye anaona kuwa na heshima kwa mumewe, kumnyenyekea na kumtii, anaona kama ni utumwa. Kwa hiyo huwa anaishi nayo siku zote. Sio kwamba mabadiliko huwa yanakuja baada ya yeye kuwa na pesa. Niseme kwamba pesa huwa haimbadilishi mtu, ila pesa huwa inaonyesha tabia za ndani za mtu. Yaani huwa inamfunua mtu, mjue hasa huyu mtu ana tabia gani. Wanawake wengi baada ya kupata pesa huwa wanaanza kupata uhuru wa kifedha. Sijui kama unanielewa. Kwa sababu anapokuwa hana pesa anakuwa hayuko huru. Kwa hiyo analazimika kufanya kila unachokitaka kwa sababu na yeye kuna kitu anachokitaka kwako. Pengine hivyo vitu anavifanya kwa kujilazimisha, sio tabia yake hasa ya ndani. Kwa hiyo anaishi huko akiwa anajilaumu kwamba mimi kwa sababu sina chochote ndio maana najishusha kwa huyu mwanaume ili maisha yangu yaende. Mwisho wa siku mwanamke anapokuja kupata pesa, ile pesa inamletea uhuru. Pesa inavyoleta uhuru kwenye maisha ya mwanamke ndio inapofanya tabia yake halisi ijichuje na tabia ambazo alikuwa na fake zionekane. Hiyo ndio ukweli halisi. Mwanamke anapoanza kukuonyesha dharau anapopata pesa, sio kwamba hizo dharau amezipata baada ya yeye kuwa na pesa. Alikuwa nazo, ilikuwa ni tabia ya ndani yake, lakini alikuwa hajaamua kuidhihirisha machoni pako ukaiona. Pesa ina tabia ya kumpa mtu mamlaka, ina tabia kumpa mtu kiburi. Sasa ni hivi, mwanamke anapopata pesa kuna sauti huwa inamnong'oneza kwamba wewe sasa hivi umeshakuwa mwanaume. Hakuna kitu ambacho mwanaume anakifanya wewe utashindwa kukifanya. Na kwa bahati mbaya mwanaume ukawa ndio hauko sawa kiuchumi, yeye amekuzidi. Hapo tayari anaanza kujiona yeye ndio wewe na wewe ukae kwenye nafasi yake yeye. Mwisho wa siku familia nyingi zinashindwa kuendelea kwa sababu hiyo, na familia nyingine wanaume wanaishia kuishi wakiwa wanyonge, wakiwa wanateseka kisaikolojia kutokana na wao kushushwa wanaume wao kwa sababu ya pesa za mwanamke. Mwanamke anapopata pesa anapata fursa mbalimbali, anaanza kukutana na watu tofauti tofauti, anaanza kuwa na marafiki ambao kila mtu anamweka mume wake mezani, anamdiskasi. Mtu anasema mimi mume wangu hajiwezi, hana chochote, mimi ndio ninayefanya majukumu pale ndani ya kila kitu, mimi ndio ninayefanya nini. Hiyo pia huwa inachangia kwa mwanamke mwingine kuanza kubadilika, hata kama pengine yeye alikuwa amechagua kukuvumilia. Unajua hiyo bado ni tabia ya mtu, bado nitabaki kusema kwamba hiyo huwa ni tabia ya mtu. Pengine amepata pesa lakini hatamani kukubadilikia kwa sababu ya ile aibu. Kwa hiyo anaendelea kujivunga, japokuwa kuna vitu vingine mtaacha kusikilizana, kuna maamuzi atakuwa anaamua mwenyewe, kuna vitu atakuwa kushirikishi, lakini atakuwa anaendelea kuigiza kama bado yuko chini yako. Lakini anapopata watu ambao wanamshawishi kwamba ni sahihi kabisa wewe kumshusha mwanaume kwa sababu hana chochote, mwanamke huwa anaweza kukuonyesha chochote. Wanaume wengi sana huwa wanapitia vipindi vya majuto baada ya kuwaruhusu wake zao wafanye kazi. Wake zao wao wanajiweza kiuchumi, inakuwa fimbo ya kuwachapia wanaume. Nikwambie kitu wewe mwanamke, hata ukiwa na mabilioni ya pesa, bado sauti ya mwanaume inatakiwa iendelee kubaki kama sauti ya mwanaume. Hakuna vichwa viwili kwenye mji wowote ule. Yaani kwenye ndoa yoyote ile hakuna viongozi wawili, kuna kiongozi mmoja ambaye ni baba. Hata kama ikifika mahari umepata pesa, hakikisha bado unamwacha mwanaume wako aendelee kusimamia kwenye nafasi ya wanaume wake. Usimshushe thamani yake, usimvue wanaume wake kwa sababu ya pesa. Pesa naweza kusema
Sio vibaya mwanamke kumiliki, lakini sasa ina hasara nyingi sana baada ya mwanamke kuwa nayo, kwa sababu wengi huwa wanaanza kujiona wako huru. Ule anavyokunyenyekea, anavyokutii, anavyokuheshimu, anahesabia kama yani mimi hapa najitesa na nyanyasika kwa sababu sina namna. Kwa hiyo namna inavyokuja kwenye maisha yake inamfanya yeye apunguze hizo tabia au aache kabisa. Ndio ile unakuta mwanamke anaanza kujifanyia vitu kwa kujiamlia. Anaweza kununua furniture ndani, anaweza kufanya nini, anaweza kununua uwanja, anaweza kuanza ujenzi bila kumshirikisha mumeo. Na mumeo akimuuliza anamwambia kwani pesa ni zako? Mbona pesa ni zangu? Kwa hiyo inakuwa ni dharau, mwanaume anashushwa. Inafikia kipindi wanaume wengine wanaanza hata kuchepuka huko nje, sio kwa sababu wanapenda wanawake wengine. Wakati mwingine mwanaume anatafuta mahali ambapo anathaminiwa yeye kama mwanaume, mahali ambapo anaweza kuonyesha wanaume wake. Unajua hiyo ni asili kabisa. Mimi mwanamke ni msingi wa nyumba na mwanaume yeye ni kiongozi. Mimi hapa ndio mjenzi wa kila kitu ambacho kitaendelea kwenye ndoa yangu. Kwa hiyo nikiamua kuivunja ndoa yangu ni mimi, na nikiamua kuijenga ndoa yangu ni mimi. Pale nitakapoanzisha migogoro ya kiuchumi, pale nitakapoanzisha dharau kwa sababu ya kitu ninachokimiliki, maana yake tayari nitavunja mji wangu. Hiyo inatokea kwa watu wengi sana. Yaani mwanamke akishakuwa na pesa, anataka kumgeuza mumewe akae kama msingi, kitu kisichowezekana. Mwanaume kuwa chini ya mwanamke haiwezekani. Na hata wewe mwanaume kama uko hapa, mwanamke wako hata awe na mabilioni ya fedha, hakikisha sauti yako kama mwanaume inabaki pale pale. Mamlaka yako kama mwanaume inabaki pale pale. Usikubali mwanamke aanze kukudharau kwa sababu ya pesa zake. Usikubali mke wako ageuze pesa zake kama fimbo ya kukuchapia wewe. Pesa ni kitu ambacho kinakuja tu kwenye maisha yetu. Lakini kama sisi tunapendana na kuheshimiana, haitakiwi kubadili chochote kati yetu. Kama kiasili mwanaume yuko juu, mimi mwanamke niko chini, inatakiwa iendelee kubaki vile vile. Nitakapoenda kinyume, manake nitavunja asili za uumbaji kati yetu. Nitavunja asili za mamlaka kati yetu. Na ndio maana wengi wao hata kama baada ya kubaki na hayo mapesa wanakuwa wanyonge wanawake. Huwezi kuwa unapata upendo wa kweli kwa sababu wewe unataka kummiliki mwanaume, na mwisho wa siku hakuna mwanaume utakayempata ummiliki. Hakuna. Na dalili ya dharau kwa mwanamke ni pale anapoanza kuwa mtu anayejiamlia mwenyewe vitu. Ndio mke wako ana pesa, pengine hajaanza kukuonyesha zile dharau permanent, yani hujaanza kumuona kabisa, ila anafanya vile vitu kimya kimya, bado usimshtukie. Utaanza kugundua dalili zake. Dalili za dharau ya kifedha kwa mwanamke zinapoanza, kwanza anaanza kuwa ni mtu anayejiamlia mambo yake mwenyewe. Mnaishi kwenye ndoa kama kila mtu anajiamlia